بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitabu Sharh Thalathatul Usul, sharh ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na tumefikia katika anwa'ul ibadat, sampuli za ibada, na leo insha Allah tutasoma sampuli tatu au aina tatu za ibada. An-naw'ul khamis, aina ya tano ya ibada ni ar-raghbatu, ni mapenzi na hamu ya kufikia kile kitu ambacho kwamba mwanadamu anachokipenda. Qala rahimahullah, wa dalilu ar-raghbati, na dalili ya ar-raghba, ar-raghbatu ma'nahu mahabbatul wusuli ila shay'il mahbubi. Maana raghba, maana yake ni mapenzi na hamu ya kufikia kitu kinachopendwa. Kwa mfano, raghbatul abdi fil janna, mathalan mja ako na mapenzi na hamu ya kufikia kile kitu ambacho kwamba anachokipenda, yani kuingia katika janna. Yani mja anapenda kuingia peponi ili aweze kufaulu kwa zile neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alizoweka katika janna. Vipi? Kwa kutenda matendo mema ili aweze kuipata hiyo pepo. Mfano mwingine, raghbatu talib fi najah, raghba ya mwanafunzi ili kutaka kufaulu. Mwanafunzi anapenda afaulu, awe katika wale watu wa daraja za juu, akawa ni mwenye kujitahidi katika kusoma ili afikie kile ambacho kwamba anachokipenda. Vile vile kuna raghbatul abid fi ridha Allah, raghba ya mja katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo ni vipi? Mja anampenda Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kupata radhi zake, basi akawa ni mwenye kufanya wingi kufanya taa, akawa ni mwenye kuacha maasiya ili aweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mfano mwingine, kuna raghbatu tajir fi ribhi alhalal, raghba ya mfanya biashara ambaye kwamba anafanya biashara yake katika pato la halali. Yani yule mfanya biashara akawa anapenda awe ni mwenye kupata riziki nzuri, riziki ambayo kwamba yenye baraka ndani yake, lakini akawa ni mwenye kujitahidi katika biashara kama ile, ikawa anafanya biashara ya halali. Na hata vile vile mfano mwingine, kuna raghbatu tifl fi mahabbati walidayhi, raghba ya mtoto ambaye kwamba anayetaka mapenzi ya wazazi wake. Yani yule mtoto akawa ni mwenye kuwapenda wazazi wake, akawa ni mwenye kuwaridhisha wazazi wake, kufanya kile ambacho kwamba mzazi wake anataka, akawa ni mwenye kumtii, akawa ni mwenye kuwa na adabu kwa wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu aweze kupata mapenzi ya wazazi wake. Hii ni ar-raghba. Kisha an-naw'u sadis, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anasema, ama aina sita ya al-ibadat ni ar-rahbatu, ni hofu
ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ar-rahba, asema ar-rahbatu maana yake al-khawfu al-muthmiru lilharbi min al-khawfi min al-makhufi, ni ile hofu ambayo kwamba inayozaa kwa mtu, yani kukimbia au kujiepusha na kitu ambacho cha kutisha, kitu ambacho kwamba chenye kuogopesha. Fahiya khawfun maqrunun bi'amalin, hivyo basi hofu kama hii imeambatana na amali, yani kutenda katika kumtii na kujiepusha yale makatazo. Mfano wa ar-rahba, al-khawfu min adhabillah, kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kuogopa inamlinda Muislamu kwa kuacha madhambi na maasi, akawa mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba tauba na kumtii yeye. Kwa mfano wakati Muislamu anapokumbuka adhabu ya kaburi, kule kukumbuka adhabu ya kaburi, Muislamu kama huyu anakuwa mwenye kujitahidi kwa kuinuka usiku kusali sala ya qiyamul layl na kwa kuomba dua. Mfano mwingine wa ar-rahba, mathalan al-khawfu minan nar, mtu kuogopa moto. Huku kuogopa moto inamfanya yule Muislamu akawa ni mwenye kuhifadhi swala zake za faradhi, na akawa ni mwenye kujiepusha na mambo yote ambayo kwamba yaliyoharamishwa. Kwa mfano mtu ambaye kwamba ana tabia kusengenya, lakini wakati pale anapokumbuka ile adhabu ya yule mwenye kusengenya, hapo hapo anakuwa ni mwenye kuacha. Kwa hivyo huu ni mfano wa ar-rahba. Mfano mwingine wa ar-rahba ni al-khawfu min al-hisab yawm al-qiyama, mtu kuwa na hofu, kuogopa hisabu siku ya kiyama. Vile vile hii itamlinda yule Muislamu, basi akawa atakuwa mwenye kutekeleza amana kikamilifu, na akawa mwenye kutekeleza haki za wenyewe. Kwa mfano mfanyikazi ambaye kwamba ameajiriwa mwenye kulinda mali, basi akawa ni mwenye kujihifadhi na kujilinda kutokamana na makosa ya sehemu kama ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiogopea kuwa siku ya kiyama atakwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mwingine wa ar-rahba ni al-khawfu min ma'siyatillah, mtu kuwa na hofu kutokamana na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia inazalisha matunda ya muraqabatullah fi sirri wal alan, ule kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananiona nikiwa nimejificha au nikiwa niko katika dhahiri na watu, Allah ananiona. Basi mfano barobaro ambaye ameingia katika chumba akajifungia madirisha, akajifungia milango, hakuna mtu anemwona, akawa anatumia simu yake, na amekatazwa asitumie simu yake, asitumie simu ya mzazi, lakini akaichukua akajificha ndani ya chumba akajifunika ili mtu yote asimuone kama yeye anatumia simu. Lakini pale pale akawa ni mwenye kujihepusha na jambo kama hilo, jambo la haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona pale pale akaacha. Hii inakuwa ni ar-rahba. Mfano mwingine al-khawfu min su'il khatima, kuwa na hofu ya kupata mwisho mbaya. Hii vile vile inamfanya Muislamu akawa saa zote mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu, mwenye kumkumbuka Allah, akawa saa zote mwenye kuleta istighfar. Vile vile akawa mwenye kuhifadhi swala tano. Mfano kama mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, akawa anawahusia watoto wake kwa kuhifadhi swala tano,
na huku akawa anakithirisha kusema la ilaha illa Allah. Ama sampuli ya 7 miongoni mwa sampuli za ibada ni al-khushu'. Wal-khushu' maana yake adh-dhullu wa at-tatamunu li'azamatillah, ni unyenyekevu na kujishusha mbele ya tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bihaithu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wash-shar'i, kiasi kwamba mtu ananyenyekea na kujisalimisha kwa maamuzi yake ya kimaumbile, yani qada ya kinyume na matakwa yetu ya maisha, na vile vile na ya kisheria ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wa khushu', mifano ya khushu', kwa mfano al-khushu' fi salah, an yaqifa al-'abdu baina yadi Allahi khadi'an, mja akawa amesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaswali akiwa na unyenyekevu, akiwa moyo wake amehudhurisha kwenye sala, akawa hababaiki, haangalii huku na huku, wala viungo vyake havichezi, yani akawa anajihisi na kule kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mwenye kuisoma ile Qur'an kwa kuizingatia, na akawa mwenye kuwa na utulivu wakati wa kurukuu na wakati wa kusujudu. Hii ndio ni al-khushu' fi salah. Vile vile khushu', unyenyekevu, inakuwa katika al-istislamu li amri Allahi ash-shar'i, mtu kujisalimisha kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kisheria. Kwa mfano, wakati Muislamu anaposoma amri ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma katika Qur'an au katika sunna, akawa mwenye kufanya haraka katika kwenda kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bila kurudi nyuma au bila kupinga au bila kutoa shaka, madamu qala Allah nasema hivi, qala Rasul nasema hivi, basi pale pale akawa mwenye kutekeleza. Kwa mfano, yeye alikuwa ni mtu anafanya ibada, anafanya riba, jambo la riba, basi baada kusikia na kuona kwamba riba ni haramu, pale pale akaachana nayo, basi mtu kama huyo atakuwa ametekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile miongoni mwa khushu' lillah ni al-khushu' inda sama'i al-Qur'an, mtu kwa na utulivu wakati anapoisikia ile Qur'an. Yani vipi? Moyo wake unakuwa ni wenye kunyenyekea, moyo wake unakuwa ni laini wakati anapoisikia aya za Qur'an, basi akawa yale macho yake yakawa ni yenye kubujikwa na machozi, moyo wake ukawa ni mwenye kuwa na hofu, na vile vile akawa ni mwenye kutenda matendo kwa kupitia maneno yale ambayo kwamba aliyoyasikia. Vile vile kuna khushu' fi dua, wakati Muislamu anaomba dua, afaa awe ni utulivu, awe ni mwenye kunyenyekea, awe ni mwenye kujionyesha kwamba yeye ni fakir, yeye anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mwenye kuinua mikono yake na huku akiwa amejidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena akiwa na yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu dua yake kama ile. Vile vile mfano kwa kumalizia mwingine ni al-khushu' inda dhikrillah, wana khushu' wakati tunapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi Muislamu anapokuwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake, basi wakati ule anamtaja Allah afaa au hudhurisha ule moyo wake, yale maneno ambayo kwamba anayoyazungumza, anayomtaja Allah, moyo wake pia huo utakuwa na hudhurisha. Sio mtu anamtaja Mwenyezi Mungu na huku anazungumza ama anaangalia haramu ama anafanya hivi, bali wakati mtu anapokuwa na khushu' ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, afaa au hudhurisha ule moyo wake, na huku akiwa anakumbuka ule ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala,
imma kwa kusema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, alhamdulillah na adhkar nyingine tofauti tofauti. Basi inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kitujalia katika kile kitakachokuja, tutakuja kusoma dalili ya ar-raghba wa ar-rahba na al-khushu'. Mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.